السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الممجد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أوصي وأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في أولاه. أيها الإخوة الكريم، Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma za ziada kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitangulize awamu ya kwanza kuhusia nafsi yangu sambamba na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, na huu ndio wasia uliokuwa bora, wasia ambao haujawaipo kufanyiwa tajdidi wala kufanyiwa upya, na huu ni wasia ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru ya kwamba tunapokutana au tunapokusanyika, suala kubwa la kuhusiana ni suala zima la kuhusiana katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Na mtu aliyekuwa bora ni yule ambaye anaamrisha yaliyokuwa mazuri na anawakataza wenzio waliokuwa mabaya, na hakuna
bora mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, mzuri wa sura wala si mzuri wa kiwiliwili, isipokuwa mbora wetu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye anamcha Allah tabaraka wa ta'ala ukweli wa kumcha. Hakuna mtu mbora mbele za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa mbora wao ni yule ambaye anayemcha Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini wasia ambao tunatakikana wenamidi kuhusiana ni wasia wa kuhusiana katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, ili tuweze kuwa wabora mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwani tukimcha Allah tabaraka wa ta'ala kama anavyotuahidi Allah tabaraka wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu kwamba baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamefaulu mbele za Allah tabaraka wa ta'ala wote wanaoshiriki ibada ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba sote tunaposema kumcha Allah tabaraka wa ta'ala ni kwamba kunayo yakini ya kuwa na imani ya kwamba uzuri ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tuwe wacha Mungu ni kwamba pale tutakapoacha yale ambayo ametukataza na tukafanya yale ambayo ametuamuru, basi hapo sisi tutakuwa tumemcha Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini kama tutafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza na kwamba yale ambayo anatuamuru tukawa tuko mbali nayo, kana kwamba sisi sio wachaji wa kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, sisi ni wachaji wa kumcha katika yale ambayo ametukataza, kwamba tunahamasishana katika kuyatenda yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ametukataza. Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba nimekukumbusheni ili sambamba na kuikumbusha nafsi yangu kwamba kumcha Allah tabaraka wa ta'ala ndiko kunamfanya mja aonekane mbele za Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mbora, na hawezi kuwa mja mzuri mbora mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kama hakushikamana na ibada ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa sisi tunataka kuwa wabora mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, basi tushikamane na ibada ya kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ama al-mawduu khutbatuna al-yawm, ama mawduu ya khutba yetu ya leo, sanatahaddath ala an-ni'ma alladhi an'ama Allahu alaykum, neema ambazo ametuneemesha na amekuneemesheni juu yenu, kwamba kupitia neema ambazo ametuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala na amekuneemesheni pia kupitia neema hizo hizo. Ama wengine waliopita kwamba tulizungumzia neema mbili. Neema ya kwanza tulidiriki kuzungumza kupitia neema ya macho, lakini pia neema ya mdomo, kwamba tulijaribu kugusa vitu viwili hivi. Lakini ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba leo tutagusa neema an-neema al-aqli, kwamba neema ya akili tuliyokuwa nazo pia sisi tutakwenda kuulizwa kupitia neema ya akili ambayo tumeneemeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Neema ya akili ambayo inakuarifisha kwamba hichi ni kibaya na hichi ni kizuri, tutakwenda kuulizwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kupitia neema ambayo amekuneemesha Allah tabaraka wa ta'ala. Kipande chetu tutatoka cha Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kuhusiana na suala zima la neema ambazo ametuneemesha, kwamba itafika siku atatuuliza kupitia neema ambazo ametuneemesha. Qala Allah ta'ala, thumma latus'alunna
layus'aluna yawmaidhin 'anil na'im, kwamba tutaulizwa kuhusiana na neema ambazo ametuneemesha Allah tabaraka wa taala. Kwamba mtu mwenye akili zilizokuwa sawasawa, zilizosalimika, ni mtu ambaye anaihamasisha akili yake kwenda kuyafanya yale mazuri ambayo anayapenda Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuhusisha kwamba mtu mwenye akili mtu gani, akasema al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mtu mwerevu, mtu mwenye akili zilizokuwa sawasawa, mtu mwenye akili zilizosalimika ni mtu ambaye anaifikiria kesho yake, ni mtu ambaye anaihesabu nafsi yake, nini amekifanya kwa ajili ya Allah, nini ametengenezea akhira yake kwa ajili ya yeye mwenyewe kwenda kuyafikia, nini ametengeneza kupitia akili aliyokuwa nayo. Sasa huyu mtu mwenye akili ni mtu ambaye unaihesabu nafsi yako, nini umekifanya kwa ajili ya Allah, nini umekifanya ili hata kama leo utaondoka, kwamba kwenye kumbukumbu zako na akili zako unakumbuka ya kwamba mimi nilifanya kizuri kwa ajili ya Allah, mimi nilifanya hichi kwa ajili ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wote wanaofanya haya ni watu ambao wamezungumziwa, ni watu wenye akili zilizokuwa salama, zilizosalimika na uchafu wa laza wa vifundo. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipozizungumzia kuhusiana na watu wenye akili, takriban ziko karibu ayati karibu 10. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, inna fi dhalika la ayatin liulil nuha, inna fi dhalika la ayatin liulil albab. Hizi zote zikionyesha ni kuashiria mapenzi. Allah subhanahu wa ta'ala anawatukuza watu wenye akili, anawatukuza watu wenye akili. Hakika kunako mazingatio kwa watu wenye akili, hakika kunao mazingatio kwa watu wenye akili. Hizi zote kuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na watu kupitia akili ambazo amewaonyesha, kwamba kuna mazingatio kupitia alama anazoziashiria Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba kunako mazingatio kwa wale ambao wenye akili. Bwana Mtume alivyosikia hii hali, ndio akaleta kwamba akili zinazokusudiwa hapa ni watu ambao wanafanya istidadi kupitia akili zao. Sisi leo tunafanya istidadi kwenye maisha yetu ya kidunia, kwamba istidadi tunazozifanya ili tuonekane kwamba sisi ni wenye akili, lazima tufanye istidadi ya maisha yetu. Vipi tunaendesha maisha yetu? Vipi tutaendesha maisha yetu baada ya siku za mbele? Kama leo maisha yetu yako hivi, nini nifanye ili kesho na kesho kutwa hiki nitakachofanya kije kinipe manufaa? Kama leo mtafikiria kupitia neema yangu ya akili ili nije ninufaike baadaye kupitia pesa niliyokuwa nayo, niwekeze kupitia shamba au niwekeze kupitia ardhi niliyokuwa nayo, ili baada ya miaka kadhaa kupitia kile ambacho mimi nilikifikiria na nilikiwaza kile kinipe thamani. Au leo mtafikiria kwamba mimi nijenge nyumba, kisha baada ya hapo, baada ya siku za mbele kadhaa, nitanufaika kupitia wale watu nitakaopangisha kwenye nyumba yangu, ili niweze kupata kipato ambacho kitaniwezesha maisha yangu. Kwamba leo mtafikiria nifungue biashara ili maisha yangu yaweze kwenda. Hii ni akili umetumia kwamba maisha yangu ili yaweze kwenda vizuri, ili nipate sababu ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, niwe na kitu ambacho kitakuwa ni moja katika sehemu ya kuanzisha safari nyingine kwenda safari nyingine. Kwamba kama nitakuwa na biashara nitapata pesa, na baada ya pesa nitafanya matumizi yangu ili niweze kufanya yale ambayo yataweza kukata haja zangu. Halikadhalika akili ambazo tumezipata
tumepewa ni kwamba tunatakiwa tuzihesabu nafsi yetu, tuzihesabu nafsi zetu, ili tutakaporejea kwa Allahu tabaraka wa taala tukajinufaishe kwa yale mazuri ambayo tumeyafanya kupitia akili zetu. Hata siku moja pia iliulizwa ya kwamba mtu mwenye akili na mtu mwenye elimu ni nani mbora? Ni nani mbora? Kwamba elimu na akili, ni kitu gani kilichokuwa kizuri? Elimu ikasema mimi ni bora bwana, mimi ni bora. Lakini pia elimu ikajivunia ikasema anabiyu rahmani dhulfa, kwamba kupitia mimi akili wewe ndio umejulikana kwa Allah, kwamba kupitia mimi akili wewe elimu ndipo umepata utukufu, kupitia akili yangu mimi wewe ndio umepata utukufu. Elimu nayo kasema hapana, mimi bila ya wewe usingelikuwa ni chochote na wala usingelifanya chochote, isipokuwa mimi kupitia ujuzi wangu mimi ndio nimekujuzisha, kwamba kupitia hichi wewe na akili yako hauwezi kufanya chochote, isipokuwa kupitia ujuzi wangu mimi, ambapo panapo maelekezo yangu kupitia mimi ya elimu, ndipo wewe umepata utukufu wa kuwa wewe ni akili. Kwa hiyo sasa kichwa cha mwenye akili kikagusu kichwa cha mwenye elimu, kwamba nikuonyesha elimu ni bora kuliko akili uliyokuwa nayo, kwamba akili unaweza kuwa nayo, lakini kama hujawa na ujuzi ni sawasawa na hakuna. Ibada utafanya vipi kama huna ujuzi? Akili unayo, lakini ibada utafanya vipi bila kuwa na ujuzi? Lakini hiyo biashara pia utafanya vipi bila kuwa na ujuzi? Lakini hicho kiwanja pia utakijenga vipi bila kuwa na ujuzi? Hilo ghorofa utawezaje kulijenga bila kuwa na ujuzi? Haya yote ni kuonesha kwamba vitu viwili hivi vinategemeana, Kwa hiyo ikiwa akili kupitia utukufu wa elimu ndio na yenyewe inapata sharafa, kwa hiyo ni kuonesha ndugu zangu kuhusu neema ya akili tuliyokuwa nayo, kwamba wapo wenzetu ambao wamenyima neema hii ya akili, kwamba ndio wale tunawaita wajiwazimu, wakotazijumanini. Hao pia hata sheria haikuwatizama, kwamba sheria inawatizama ikiwa wao watafanya baya, halizochukuliwa kwa wao ni dhambi, kwa sababu wao ni wazimu, hawaelewi wanalofanya na hawatambui kabisa. Wewe unaweza kumsalimia vizuri, lakini mwenzako akakwambia wewe ni chizi, kwamba ukamsalimia salamu lakini akakuita wewe chizi, ni kuonyesha kwamba yeye mwenyewe hayuko timamu na yuko sawasawa, lakini wewe uko sawasawa kupitia neema ya akili uliyokuwa nayo. Nini unafanya kwa ajili ya kuitekelezea nafsi yako kesho? Ikiwa wiki iliyopita tulitizama maudhui ya watu namna mbalimbali wanapoyafanya mambo ambayo hayaendani kabisa kutokana na neema ambazo amewaneemesha Allah tabaraka wa taala. Sasa je, kupitia akili yako nini ambacho unakifanya ili uweze kusalimika? Tulitizama maudhui ya kwamba baada ya kutizama kupitia neema ya macho, moyo unahifadhi, na kisha baada ya hapo mdomo, kupitia mdomo unadhihirisha kile ambacho kimehifadhika kwenye moyo. Sasa je, kupitia neema yako ya akili nini unapambanua? Kwamba usichukulie kila kitu masihara, kwamba masihara kwenye dini au kwenye ibada, hakuna masihara. Kwamba fanya uzuri ibada zako, fanya amali zako kwa uzuri, kwamba ili ukasalimike mbele ya Allah subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala, kupitia akili yako fanya yale mazuri ambavyo anavyotaka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah amekujalia neema ya akili, na hiyo neema ya akili fanya basi vizuri. Kuna watu wamenyimwa neema hiyo, na sisi kwetu sisi tumekuwa tunawatizama tu, hatuna lolote isipokuwa kwa msaada wa Allah. Lakini wewe Allah amekupa akili, lakini kufanya ibada pia hautaki. Sio hivyo tu, kufanya jambo lolote ambalo analiridhia Allah hauko tayari. Kupitia akili hiyo ndio unatumia wewe kumwasi Allah Tabaraka wa Taala. Kupitia akili hiyo wewe ndio unafanya yale machafu ambayo anayachukia Allah Tabaraka wa Taala. Kupitia akili hiyo ndio wewe inakupelekea mpaka kuziba mali za watu. Kupitia akili hiyo wewe ndio inakufanya wazulumu watu haki zao. Kupitia akili hiyo ndio unayotumia kuwaongopea watu. Ayuha al-ikhwa al-karim, akili ni kitu ambacho ni neema kubwa sana ndugu zangu, kwamba ukiwa na akili zilizokuwa sawasawa hauwezi ukafanya jambo ambalo utakuja kulijutia baadaye. Utafanya jambo ambalo litakuwa unalitarajia kwamba utapata manufaa. Ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba na kisha baada ya kutuumba kwamba kuna lengo ametuwekea, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba hajaumba majini na wanadamu, lengo lake na makusudio yake ni ili sisi tuweze kumwabudu. Sasa vipi leo sisi hatuko tayari kufanya ibada? Hatuko tayari, sisi tuko busy na teknolojia zetu, tuko busy na maisha yetu, tuko busy na dunia. Allah anatukataza kuhusiana na dunia. Ad-dunya mata'un, dunia ni starehe yenye kupumbaza. Ndugu zangu, dunia ni starehe yenye kupumbaza. Sasa kupitia neema yako ya akili, kama dunia ni starehe ndogo yenye kupumbaza, fikiria kupitia dunia hii ambayo naambiwa ni dunia ni starehe ndogo unayoyaona duniani, watu wanafurahika nayo, lakini hawa ni kwa muda mfupi. Kwamba utafurahia miaka 10 au utafurahika miaka isiyopungua 15 au 30, lakini pia ulimwengu utakujua. Lakini baada ya ulimwengu kukujua na baada ya wewe kufurahia dunia, kwa hali yoyote ile, ulifurahia dunia kwa kufanya kazi ya Allah, ulifurahia dunia kwa ajili ya mambo yako ya kidunia, au ulifurahia dunia kwa ajili ya watu wakutambue kwamba wewe ni nani katika ulimwengu. Kuna watu walikuwa na fedha, kuna watu walikuwa na vyeo, kuna watu walikuwa na kila aina ya kuendelea kuishi katika maisha haya ya kidunia. Kuna watu walikuwa ni majabari, majangili, hakuna mtu kuweza kugusa ngumi hata moja. Kuna watu walikuwa wakilala kwenye majumba yao, kwamba nyumba nzima imezungukwa, inao walinzi wa kutosha, huwezi kupita kwenda kumwona. Lakini sio hao walinzi tu, kwenye fence yake kunayo security fence, lakini pia imeweka na shoti za umeme. Wako wapi hao watu? Wako wapi? Kuna watu walikuwa ni marais kwenye madunia na kwenye mabara tofauti, wako wapi? Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, kunako mazingatio kwa watu wenye akili, kunako mazingatio kwa watu wenye akili. Akili iliyosalimika na ikaachana na pumbazo za dunia. Kama hawa watu walikuwepo, kuna watu walikuwa ni wachekeleaji wa kuchekeleka katika kuitafuta dunia.
Wako wapi tulikuwa nao? Ni wajasiriamali wakubwa, wako wapi? Kwamba wote hawa wamelala katika mgongo wa ardhi na wako kwenye matumbo ya ardhi. Sasa vipi wewe na mimi, kwamba ipo sana, ipo muda tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nini ambacho tumefanya kupitia neema ya akili ambayo ametuneemesha Allah tabaraka wa ta'ala? Thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuulizwa kupitia neema ambazo ametuneemesha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwamba kama hawa watu wenye vyeo vyote tofauti wameweza kuondoka na walikuwa wanaweza kununua chochote, walikuwa wanaweza kufanya chochote hapa duniani. Kuna watu mpaka walijiita wao ni waungu, wanatakiwa waabudiwe. Hatuko nao. Sasa wewe na mimi ambaye si chochote si lolote, isipokuwa ili tuwe bora ni tutumie akili zetu katika kuzielekeza kwenye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jambo lililokuwa zuri kama kuonekana mzuri mbele za Allah tabaraka wa ta'ala, na hauwezi kuwa mbora mbele za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, na Mungu kwa siku leo atujalie nafsi zetu ziwe ni zenye kuwa na hofu na yeye. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bikaunihi anta bil muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa huwal barrul karim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Awalan usi wa usikum bi nafsi bi taqwallahi azza wa jalla marata thani fi khutbati thani. Nishukuru fursa hii kuihusia nafsi yangu sambamba na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala katika khutba ya pili. Ama unwani yetu na ni mwendelezo wa hutuba ya pili, kwamba tumehusiana leo kwamba kuhusiana na neema ambazo ametuneemesha Allah tabaraka wa taala, na tukasema leo tutazungumzia kupitia neema ya akili kwa uchache, walau kutokoa mawili matatu, ili tuweze kujua ya kwamba sisi tunayo thamani na almasi tulioibeba. Kuna watu hawana neema hii, na sisi sote ni mashahidi tunatizama. Kuna watu hawana neema ya akili, lakini sisi wenye neema za akili basi tuzitumie vizuri neema ambazo ameturuzuku Allah tabaraka wa taala. Kwani hiyo neema lau inakuondokea ndani ya masaa mawili matatu na ikarudi, basi utatamani kwamba wewe una neema kubwa sana. Ni kama vile mtu anayokosa neema ya mkono wakati alikuwa na neema ya mkono. Ni kama vile mtu anapopata taabu baada ya kuondokewa na neema ya mguu. Kwa hiyo wanasema hauwezi ukajua neema uliyokuwa nayo mpaka ile neema itakapoondoka, ndipo utakapoijutia ile neema. Kwamba ile neema itakapoondoka, ndipo utajua ya kwamba wewe ulikuwa na neema kubwa sana. Hivi sasa miili vyetu viko salama, afya tukiwa salama, lakini wacha kimwili kipate kuumwa, utatamani kuomba urudi kwenye ile hali ambayo ulikuwa nayo awali, kwamba ni kuonesha hali iliyokuwa nayo si hali nzuri. Utatamani urudi kwenye hali iliyokuwa nzuri ya afya kuwa salama.
thamani ya kitu ulichokuwa nacho hauwezi ukajua isipokuwa pale kitakapokutoka. Na ndio maana hata huyu mwanadamu siku atakapoondoka katika mgongo huu wa ardhi atakwenda kujutia na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuwa akijutia, anatamani arudi kwenye haya maisha ya kidunia, lakini sasa muda hakuna. Tizama, umepewa miaka mingapi duniani? Umepewa miaka mingapi kwenye maisha duniani? Allah amekuruzuku neema ya umri uliokuwa miaka 30, 40, 50, 60, lakini pia umevuka hata ile ofa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotangaza kwamba amaru ummati ma baina 60 wa 70, ni wachache mno katika umati wangu atakaofikisha miaka 60 mpaka 70. Lakini sasa umefika 60, uko kwenye ofa, Sasa ikiwa uko kwenye ofa, Allah subhanahu wa ta'ala amekuchukua na umerejea kwake, lakini baada ya kurejea kwake unakuja unamwambia, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Huyo mwanadamu anamwambia, ya Rabbi, naomba unipe muda kidogo mimi nirejee katika maisha ya dunia. Lakini tizama, ulipewa muda wa kutosha ndugu yangu, ulipewa muda wa kutosha, lakini ukafanya uzembe wa hali ya juu, Na si hivyo tu, kwamba uzembe uliokuwa kwamba ulikuwa unakumbushwa, si kana kwamba ulikuwa ukumbushwi, kwamba tukisema uzembe wa hali ya juu, kwamba ni mtu ulikuwa unakumbushwa, lakini hautaki kufanya kile ambacho unakumbushwa. Leo tunakumbushana kwenye suala la ibada, na si suala la ibada tu mpaka asimame imamu au asimame khatibu wa kuulizane. Hapana, ile adhana unaposikia bi maana unakumbushwa wakati wa swala kwamba ni wito sasa, umefika muda wa kwenda kumsujudia yule ambaye ametuumba, kwamba sasa ule ni ukumbusho wa kuitwa sasa kwenda kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Sasa ikiwa unasikia adhana na haukwendi kwenye kufanya ibada, nini unatarajia? Kwamba ni ukumbusho ambao unaokumbushwa kwamba haukupi manufaa au haukupi faida. Kwa hiyo sasa hiyo itakuwa ni juu yako, juu ya uzembe ambao umeufanya. Na mja hawezi kuadhibiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha ya kwamba wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Sasa haadhibu Allah nyumati mbalimbali, wala hawaadhibu watu isipokuwa mpaka atawatumia mjumbe. Sasa sisi amekuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatuelekeza namna ya kuzifanya ibada za Allah anazotuamrisha. Lakini si hivyo tu, mtume hatunaye, nani tena nataka atume? Hatumi, isipokuwa sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-ulama warathatul anbiya, kwamba sasa warithi wake ambao wamemrithi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hawa wanaoifanya kazi ambayo wameifanya Bwana Mtume. Kwamba Bwana Mtume alitangaza dini, lakini pia aliwalingania watu kwenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hata hao mashehe zetu, wanawachuoni wetu, wanazifanya kazi ambazo wamezifanya mitume. Kwa hiyo sasa kama hao ambao wanafanya kazi ambazo wamezifanya mitume, na ndio hao wanatukumbusha sisi kwamba hivi leo tunatakiwa tufanye ibada, lakini pia tunakumbusha pale tunapoteleza kwa namna nyingine au kwa maana nyingine, tufanye istighfari katika kumrudia Allah tabaraka wa taala, ili tuweze kupata maghfira yake, kwamba inna Allaha ghafurur rahim, Allah subhanahu wa taala ni mwenye kusamehe na ni mwenye huruma. Sasa vipi sisi tunashindwa kurejea kwake yeye? Ndugu zangu, kwamba hii dunia ni starehe yenye kupumbaza tu, tuachane na dunia, lakini pia tufanye ibada ambazo ametuamuru Allah tabaraka wa taala. Ikiwa tutafanya haya, ndio tutarudi katika wale watu ambao ni wacha Mungu aliowasifia Allah subhanahu wa taala, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamefaulu
waja ambao wanamcha Allah tabaraka wa taala. Hatuwezi tukafaulu basi na kumcha Allah subhanahu wa taala, na hatuwezi kuwa wabora mbele za Allah subhanahu wa taala. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele za Allah subhanahu wa taala si mzuri wa sura, wala si mzuri wa mavazi, wala si mzuri wa mipambo, wala si mzuri wa majumba, isipokuwa mzuri wenu ni yule ambaye mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala, na huyo ndio Allah subhanahu wa taala anatuthibitishia kwa hivyo. Kwa hiyo tudiliki na tujiimarishe na akili zetu tuzielekeze kwenye kutafakuri, kuyafanya yale ambayo anayataka Allah subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارحم خليفة نبيك على تحقيق سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ميسر كل شيء عليك يسير حاجتنا إليك كثير. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أفضل وأجل. وأقم الصلاة.